This is Sponsor Podcast. Bana Ibra amefanya interview pale kituo cha Wasafi na ni kitu ambacho ni surprise sana kwa Watanzania kuona Ibra akidrop pale Wasafi kutokana na beef ambalo lilikuwepo baina ya Konde Gang pamoja na Wasafi. So moja kati ya maswali ambayo ameulizwa ni kuhusiana na sababu za yeye kutoka Konde Gang na kitu gani ambacho pengine amejifunza kwa Diamond na kitu gani ambacho amejifunza kwa Harmonize. So huyu hapa Ibra akijibu maswali hayo. Ushauri wa hapa na pale. So ushauri mwingine tuzungumza kuhusu kazi. Sasa naweza nikaongea sana nikalifu. Unajua wazee tena. Kesho nikakosa shabu, kosa. Acha tunajua tumejiita vilalama kwa lawama sije nikatuangukia tena. Lakini kwa nini mwanzo vitu kama hivyo vilikuwa havionekani? Ni kwa sababu ya lebo ambayo ilikuwepo au ni nini? Nadhani ni kwa sababu leo ukionekana una urafiki na huyu na ndugu na huyu alafu huyu mtu apendani na huyu unaonekana ni snitch, right? And I think hata ile sababu ya kwamba si Mzee Diamond hajanisalimia ni kwa sababu aliyepusha vitu vingine kwa sababu ni magomvi hapo vitu ambavyo havijakaa ile ambayo umekuwa studio snitch. Yes, of course. Oh yeah. Na sababu za wewe kutoka Konde Gang ilikuwa ni nini? Tuanzie hapo mimi. Sababu za wewe mpaka kuamua kutoka kwa sababu mwanzoni I think kama sio mwishoni mwanzoni kulikuwa kuna plani za wewe kutoa album ukiwa chini bado ya Konde Gang, si ndio? Sababu ambazo zilipelekea mpaka wewe kuondoka Konde ilikuwa ni nini? Mimi nadhani ni kwa sababu ya biashara yangu na kazi yangu. Usipokuwa unawekeza kwenye kazi yangu ni sawa unaua mzizi wa Ibra, ni sawa na tulifikia hapo ndo palianza utata kwamba kazi hazijakaa sawa. Lakini wao wasema tutajirekebisha, tutafanya baadhi ya vitu na hawakuweka tena sawa. Even Copen Fest ilivyotoka tumetoka tuko kwenye migogoro ya kukutana. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu imetoka imefanya vizuri japokuwa hawakuitolea macho na pia hata kuizuia walizuia historia kwa sababu walikuwa wanasema siongo makali. So mipango haikuwa sawa kwenye nini? Kwenye utoaji wa kazi, kwenye uwekezaji, kwenye promotion au nini? Kwenye investment. Okay. Na makubaliano yalikuwa So ulikuwa ukienda kuzungumza na management wao walikuwa wanakupea kitu gani ambacho mpaka pengine ikapelekea kufanya maamuzi ya kutoka kwenye lebo kwa sababu sio kitu rahisi kufanya maamuzi kutoka kwenye lebo ambayo ndio imekuzalisha sisi unaanza muziki wako. Naweza nikasema ndio lebo ambayo imekutambulisha kwenye game. Unajua Konde Gang. Konde Gang ni nyumbani na ndio wamenizaa, right? So ni watu ambao niko nao na vitu vingi sana. Nikisema nizungumzie the whole story haiwezi kuisha leo na mpaka leo mashabiki wa Harmonize wanakuja kwenye page yangu na comment wanahisi labda mimi namchukia. No, mimi simchukii mtu yote lakini nilikuwa naangalia ule uwezekano wa mimi kupata riziki yangu na kupambania maisha yangu kwa sababu mimi niko na familia, niko na maisha mengine pia natakiwa kuendelea nikiwa kama kijana wa Tanzania ambaye nazipambania ndoto zangu, right? So simchukii lakini angalia tu jinsi ya kuishi na watu vizuri. Hata alobaki nao leo, nao vibaya hakuna atakayebaki. Ulikuwa unaona ndoto zako zinakufa? Yeah, of course, kwa sababu iko time ambayo nilikuwa nafanya kazi lakini kama sifanyi kazi. Like nyimbo ziko ndani nyingi hazitoki, hazina mipango. Mtu unamtumia nyimbo hata nyimbo 50 unamtumia mtu anasikiliza hapo na chill tu. So kwangu mimi sikuona kama ni tunaenda safari. Lakini picha ambayo tuliiona nje ilikuwa ni kama vile wewe ndo mtoto favorite pendwa pale Konde Gang.